usisahau kusubscribe, like na kucomment. Kulikuwa na ukimya mzito usiku ule wa Alhamis, Februari 19, 2026. Saa zikagonga saa 4 kamili usiku ndani ya chumba cha matibabu katika taasisi ya moyo wa Jakaya Kikwete JKCI jijini Dar es Salaam. Moyo wa mmoja wa wachungaji wakuu wa Kanisa Katoliki Tanzania ukapiga kwa mara ya mwisho. Hapo ndipo safari ya duniani ya Kardinali Polycarp Pengo ilipofikia tamati. Taarifa za kifo chake zilipotangazwa alfajiri na Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam Yude Ruwaichi, simanzi ilitanda. Haikuwa taarifa ya kifo cha kiongozi wa dini tu, bali ilikuwa ni habari ya kuaga zama. Alizaliwa katika ardhi ya Tanzania iliyokuwa bado changa katika safari ya imani na maendeleo. Akiwa kijana, alisikia sauti ya wito wa upadri, wito wa kuitumikia madhabahu, lakini zaidi ya yote kuitumikia jamii. Hatua kwa hatua alipanda ngazi ya utumishi wa kanisa, kutoka kuwa padri wa kawaida akawa askofu, kisha askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki jijini Dar es Salaam, jimbo lenye ushawishi mkubwa zaidi nchini. Lakini kilele cha safari yake kilikuja pale alipotunukiwa hadhi ya ukardinali. Akawa miongoni mwa viongozi wachache wa Afrika waliobeba hadhi hiyo takatifu ndani ya Kanisa Katoliki duniani. Tangu hapo, sauti yake haikusikika tu madhabahuni, bali pia kwenye mijadala ya kitaifa, akihubiri amani, haki na maadili. Katika vipindi vya misukosuko ya kijamii na kisiasa, Kardinali Pengo alijitokeza kama sauti ya utulivu. Hakupaza sauti kwa hasira, bali kwa hekima. Hakugawa, bali aliunganisha. Aliamini kanisa si mahali pa ibada pekee, bali ni taa ya jamii. Alisimama kutetea wanyonge, akasisitiza mshikamano wa kitaifa na kuhimiza maadili katika uongozi na maisha ya kila siku. Kwa waumini alikuwa baba wa kiroho, kwa taifa alikuwa mlezi wa dhamira. Baada ya miaka mingi kulitumikia Jimbo Kuu la Dar es Salaam, alistaafu rasmi uaskofu mkuu, akimkabidhi kijiti mrithi wake. Hata hivyo, hakuwahi kustaafu katika maombi wala ushauri. Aliendelea kuwa nguzo ya busara, akiongea pale ilipobidi na mara nyingi akinyamaza kwa hekima. Afya yake ilipoanza kudorora, alipelekwa kupatiwa matibabu katika taasisi ya moyo wa Jakaya Kikwete. Waumini waliomba, taifa lilisubiri kwa matumaini, lakini mapenzi ya Mungu yakawa tofauti. Usiku ule wa Februari 19, 2026, moyo wake ulisimama, mwili ukatulia, lakini urithi wake ukaendelea kuishi. Kardinali Pengo ameondoka duniani, lakini ameacha alama isiyofutika katika historia ya Kanisa Katoliki Tanzania na taifa kwa ujumla. Ameacha kizazi cha mapadri, maaskofu na waumini walioguswa na mafundisho yake. Ameacha kumbukumbu ya kiongozi aliyosimama imara katika imani, lakini unyenyekevu katika utu. Leo kengele za kanisa zitapigwa kwa majonzi, mishumaa itawashwa, sala zitapanda juu. Lakini katikati ya huzuni kuna shukrani kwa maisha yaliyoishiwa wengine, kwa huduma iliyotolewa bila kuchoka na kwa imani iliyodumu hadi mwisho. Safari yake duniani imekamilika, mapumziko yake ya milele yameanza. Mwanahalisi TV inatoa pole kwa Kanisa Katoliki na Wakristo wote duniani kwa msiba huu mzito. Bwana ametoa, Bwana ametoa. Jina la Bwana lihimidiwe. Amen. Jina langu ni Zakari. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.